Mkuu. Ndio. Huyu bwana Wandunje naona anatuchelewesha. Acha nifuatilie. Sawa, fanya haraka. Sawa mkuu. Idao, vipi kuhusu kazi niliyokupa? Umeimaliza? Mkuu, sijamaliza ila naahidi kuimaliza. Yule mtu nahisi ana nguvu, ila nikishindwa tu nakuja kwako. Sawa, nakuamini. Wandunje! 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 Hivi ni kwa nini upo kwenye kikao? Ama taarifa za kikao hujafikishiwa? Taarifa za kikao ninazo, lakini kwa nini mnaendekeza uchawi mpaka kwenye mwezi wa Ramadhani? Wandunje, mnaendekeza uchawi mpaka kwenye mwezi wa Ramadhani? Wandunje, wachawi hawanaga mwezi wa Ramadhani wala mwezi wa Toba. Hivyo inapasa ukipata taarifa za kikao haraka iwezekanavyo natakiwa kwenye kikao. Wandunje, hivi hujui kwamba mkuu kaitisha hiki kikao ni kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe? Ni kwa manufaa yetu mimi na wewe. Fanya tuende kwenye kikao Wandunje. Kiweza Simba mbili nikwambie. Sawa, ni kwa manufaa yetu mimi na wewe. Nimekuelewa. Ndoka. Sawa. Kila siku uchawi. Tuna manufaa. Manufaa gani? Manufaa. Toka nianza uchawi sina chochote nilichokipata. Kwanza ningejua singeingia kwenye chama gani hichi bwana. Choka. Vipi? Mbona umerudi peke yako? Mwenzio yuko wapi? Mkuu, taarifa ulizonipa nimempelekea na hivi karibuni anaweza akaja. Sawa. Wewe Wandunje. Ndio mkuu. Kwa nini unatuchelewesha wewe kila siku kwenye vikao? Haujui kwamba leo kulikuwa kuna kikao muhimu sana? Hapana mkuu. Huu mwezi wa Ramadhani mimi nilifikiri kwamba watu hatufanyi kazi. Nyamaza! Sisi wachawi hatuna mwezi wa Ramadhani wala mwezi mtukufu. Kazi zetu ni kila siku zinastahili kufanywa. Sitaki kusikia tena huo upuuzi. Mkuu, usamehe, tuendelee na kikao. Kelele wewe! Nyinyi wawili ndio mmesababisha tumeitisha kikao hiki. Hivi ni kwa nini hamkutimiza kafara zenu mpaka leo? Hadi mizimu inakasirika. Hamjui kwamba ni muhimu sana kufanya hivyo? Sasa sikilizeni. Adhabu itawakuta nyinyi watu wawili kama hamtotimiza kafara zenu. Nataka kila mmoja akili mbele ya mizimu kwamba ni lini ataleta kafara yake hapa. Mkuu, hii haitawezekana. Huu ni mwezi wa Ramadhani mkuu. Utatoaje kafara mkuu? Kelele wewe! Haitawezekana kutoa kafara. Nilishasema sisi wachawi hatuna mwezi wa Ramadhani wala mwezi mtukufu. Iwe inawezekana, iwe isiwezekana. Hapa ni uchawi uchawini.
kafara kafarani. Tumeelewana? Sisi ambao tayari tumeshatimiza kafara zetu tutapewa minguvu kama majini, na nyinyi litawakuta jambo. Hilo ndilo nililowaitia. Kwaherini. Samani bwana, wapanga njia nakuja kunielekeza swala la umeme. Tumeniambia kwamba wewe ni mgumu kuweka umeme, yaani ukifika zamu yako lazima usumbue. Na kingine ni kwenye swala zima la usafi. Ni kweli zamu yako ni kweli unasafisha, lakini hausafishi kwa wakati. Hebu angalia mpaka sasa hivi umelala saa 3 hii, mwanamke wewe umelala mpaka sasa hivi. Angalia palivyokuwa pachafu namna hii. Wenzao wamelalamika kwamba bwana wao hafanyi usafi. Hebu angalia, hivi ni kweli hii? Kwa nini usiamke kwa wakati ukasafisha ndio mazingira? Kwa nini unafanya vile damu? Hivyo kijana una akili kweli? Nisingekuwa na akili nisingekwambia maneno haya. Wewe ni mchafu. Kwa nini dada unakuwa mchafu namna hiyo? Wakati unatoka huko mpaka hivi, unahakika kwamba hii nyumba ni chafu. Hebu vua hiyo miwani yako afu uangalie tena hiyo. Hayo mazingira unaosema. Bora unifanya kwamba mimi kisa nimevaa miwani kwamba sioni mimi. Hebu wewe sister, mbona unadharau na hiyo ise? Naomba tusibishane. Au unanichukulia kwamba kwa sababu mimi ndio nimeachiwa mimi kijana wa kukusanya nani kodi zenu ndio imekuwa kitabu yani. Nasema hivi, sitaki kubishana na wewe. Geuka, vua hiyo miwani yako, naona inakuchanganya. Hebu geuka uangalie huko mazingira kama ni machafu. Hebu wakati unatokea huko kabisa umekuja hapa eti mazingira machafu. Hebu angalia. Geuka. Kwa nini mimi natokea wapi? Na mpaka nimegonga hapa hakikisha kwanza. Ndio nakwambia hivi. Una akili. Laiti ungekuwa na akili, usingekuwa unaongea upumbavu kama huu. Geuka uangalie. Vua miwani, alafu angalia hayo mazingira. Sio kweli. Mbona hapa kwa hivi? Na nimepita hapa sasa hivi. Angalieni, ujana unawachanganya. Yaani kuja asubuhi kwa watu. Nikajua na mambo mengine, kumbe usafi tu. Hii sio kweli sio. Sasa angalia mambo mengine, lakini kwenye hilo umechelewa. Kwa kweli mimi na mawe. Au kwenda miwani yangu inanidanganya. Sasa kama niona kweli pamechafuka mzee. Basi kweli, kwenda nimejichanganya. Sasa sikilizeni, adhabu itawakuta nyinyi watu wawili kama hamtotimiza kafara zenu, na
nataka kila mmoja akili mbele ya mizimu kwamba ni lini ataleta kafara yake hapa. Ali Sungu Shalbalo. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah. Mashaallah. Na umefunga? Nimefunga na hapa ninapokuambia pia nimefunga. Mashaallah. Ni jambo la kheri. Ama kwa hakika huu ni mwezi mtukufu. Naam. Mpaka na wewe umefunga. Jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu. Mufti. Lazima tufunge. Naam, kwa sababu katika miezi 12 ya Mwenyezi Mungu mwezi wa Ramadhani ni huu moja. Kwa hiyo funga hii ni yetu. Na baadaye usishangae kuja kuniona msikitini. Allahu Akbar. Allah akufanyie pesa ndugu yangu. Jambo la heri. Hakika kufunga unaendana na kuswali ili Mwenyezi Mungu afanyaje? Apokee. Kwa ndugu yangu mimi nakuombea. Nakuombea Allah Subhanahu wa Ta'ala akuwezeshe ufike msikitini. Basi inshallah. Maana bila kuswali na kufunga hakuna swaumu. Na ni kweli. Kwa basi inshallah Allah akufanyie pesa. Sasa ndugu yangu mimi nashuka kidogo hapo, wewe tutaonana baadaye. Sawa, mimi ngoja nielekee hapo juu mara moja. Basi inshallah baadaye. Basi Allah akufanyie pesa bana ndugu yangu.